Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na mkoa wa Iringa na chuo cha Mkwawa waandaa wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayoanza Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa hadi saa 10 jioni. Na ili kufanikisha jambo hili, ofisi ya mkuu wa mkoa imekiteua chuo kishiriki cha elimu Mkwawa MUSE kuratibu maadhimisho hayo, na ufunguzi wa maadhimisho hayo utafanyika siku ya tarehe 2 Juni 2026 katika viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Wizara ya Ujenzi yaahidi kupunguza msongamano kwenye majiji kupitia mradi mkubwa, yaomba bajeti ya trilioni 2.5. Lengo ni kuboresha mfumo wa usafiri mijini, kuongeza tija ya kiuchumi na kuinua ubora wa maisha ya wananchi. Utekelezaji wa miradi katika maeneo hayo ni kama ifuatavyo. Waziri Dr. Dorothy Gwajima awasisitiza vijana kuwa hakuna maendeleo bila maadili mema. Maadili mema ni mtaji wa maendeleo. Sema maadili mema ni mtaji wa maendeleo. Na katika michezo, mkoa wa Iringa kuwa mwenyeji wa mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA. Sasa kuwahabarisheni kwamba ni msimu mwingine tena wa mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA. Na mkoa wetu umepewa heshima ya kuwa mwenyeji wa UMITASHUMTA na UMISETA kwa miaka mitatu tangu mwaka 2025, na mwaka huu sasa mashindano haya yanakwenda kuanza tarehe 7 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 6. Uhali gani mtazamaji wa Matukio Daima Media, nikukaribisha katika Matukio Daima Habari kwa siku ya leo, na tutakao kusomea habari hizi. Jina langu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Rehema Salem. Nikukaribishe tuasiote kuanzia mwanzo hadi tamati mwa taarifa hii ya habari. Namna tukianzia mkoani Iringa, mkoa wa Iringa unaandaa maadhimisho ya wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii ambayo itafanyika siku ya tarehe 2 hadi tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katika viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Harry James amesema kuwa ili kufanikisha shughuli hiyo, ofisi ya mkuu wa mkoa imekiteua chuo kishirikishi cha elimu Mkwawa kuratibu maadhimisho hayo. Taarifa zaidi na Bedina Majinge. RC Heli amesema kuwa ufunguzi wa maadhimisho hayo utafanyika Juni 2 mwaka 2026 katika viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Kamwene. Naam, nichukue fursa hii kutoa taarifa kwa vyombo vya habari na wananchi wote wa mkoa wetu wa Iringa juu ya wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii ya mkoa wa Iringa kwa mwaka 2026. Mkoa wa Iringa unaandaa maadhimisho ya wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii ambayo yatafanyika tarehe 2 hadi tarehe 4 Juni 2026 katika viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Na ili kufanikisha jambo hili, ofisi ya mkuu wa mkoa imekiteua chuo kishiriki cha elimu Mkwawa MUSE kuratibu maadhimisho hayo, na ufunguzi wa maadhimisho hayo utafanyika siku ya tarehe 2 Juni 2026 katika viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, maadhimisho haya yamebebwa na kauli mbiu isemayo Harnessing Tanzania's Minerals Wealth for Renewable Energy, Digital Transformation and Social Security, yaani kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidijitali na usalama wa kijamii. Kauli mbiu hii imeenda sambamba na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 pamoja na maono ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuhimiza matumizi ya sayansi, teknolojia, ubunifu na ushirikiano wa taasisi mbalimbali kama nguzo muhimu za maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii. Hivyo tunatoa wito kwa taasisi zote za umma na binafsi na wadau wa maendeleo wote kujumuika nasi katika jambo hili kubwa ambalo linakwenda kuchagiza sekta zote katika eneo la ubunifu, utafiti na wananchi kwa ujumla kwenda kunufaika na maadhimisho haya. Maadhimisho haya yatakuwa na tija zaidi kwa ushirikishwaji wa wananchi katika utendaji wake. Kwanza, ushirikishwaji mkubwa wa wadau kutoka sekta mbalimbali za serikali na zisizo za serikali, lakini kutakuwa na utoaji wa huduma mbalimbali bure kwa wananchi wote watakapofika kwenye maadhimisho haya pale katika eneo tulilolitenga. Lakini pia wananchi watapata fursa ya kupima afya zao, kupata ushauri wa masuala mbalimbali ya kisaikolojia na biashara, upimaji wa usikivu ili kujua kiwango cha usikivu na kupata ushauri, lakini pia uchangiaji wa damu na mambo mengine kama hayo ambao kwa ujumla yatakuwa na tija na faida kwa kila mmoja wetu. Hivyo nitumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote katika maadhimisho haya, ikiwa ni sehemu ya kuwa na faida ya vyuo vikuu katika mkoa wetu. Kama tunavyofahamu kwamba uwepo wa vyuo vikuu kwenye mkoa wa Iringa ni sehemu ya msingi katika kusaidia umma juu ya tafiti zinazofanyika, masuala ya kitaaluma yanayofanyika, lakini pia kuwa na sura mpya ya mambo katika wigo wa kitaalamu na kiteknolojia. Naye mkurugenzi wa utafiti na ubunifu chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, Selina Mkimbili, amesema kuwa watafiti wamegundua namna ambayo wananchi
wanaweza kulima uyoga, zao ambalo litaleta afya kwa watumiaji. Wamegundua namna ambavyo tunaweza tukalima uyoga ambao ni zao ambalo litaleta afya kwa watumiaji. Kwa hiyo uyoga utatumika kwa namna mbalimbali, sio tu kwa namna ya kama chakula tu kwenye supu na nini. Uyoga unaweza kutumika kutengeneza mikate, uyoga unaweza kutumika kwenye chai, uyoga unaweza kutumika kwenye kama dawa na vitu mbalimbali. Kwa hiyo mfano Iringa huko kuna uyoga pia unapatikana wa asili ambao unapatikana kwa msimu. Watu wanaukausha kwa namna ambayo ni ya asili na kutumia wakati wote, lakini kwa namna ya utafiti ambao tunafanya sisi tu kushiriki cha elimu Mkwawa, uyoga ule utaboreshwa zaidi, ambapo mwaka mzima uyoga utakuwa unaweza kutumika na kupatikana, kwamba ule uyoga utaandaliwa kwa namna ya kisasa ili kuwezesha sio tu kutumika kwa namna moja, bali utatumika kwa nyanja mbalimbali, kwenye vyakula, kwenye mikate, kwenye chai na viungo mbalimbali. Kwa hiyo tunategemea kwamba utakuwa muhimu zaidi kwa uzai wa uyoga. Beldina Majinge, Matukio Daima. Na sasa tuelekee mkoani Dodoma ambapo Wizara ya Ujenzi imetangaza mpango wa kuendelea kutekeleza miradi mikubwa ya miundombinu ya barabara na madaraja katika mwaka wa fedha wa 2026/27 ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kupunguza msongamano wa magari katika miji mikubwa nchini na kuboresha mfumo wa usafiri mijini. Akizungumza bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo leo Jumatano, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema serikali imejipanga kuendeleza miradi katika jiji la Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza, Mbeya pamoja na miji ya Pwani, Iringa na Singida kwa lengo la kuongeza ufanisi wa usafiri, kuchochea shughuli za kiuchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 26/27, Wizara ya Ujenzi imepanga kuendelea na utekelezaji wa miradi ya kupunguza msongamano katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma na miji mingine nchini. Lengo ni kuboresha mfumo wa usafiri mijini, kuongeza tija ya kiuchumi na kuinua ubora wa maisha ya wananchi. Utekelezaji wa miradi katika maeneo hayo ni kama ifuatavyo: jiji la Dar es Salaam na mji jirani wa Pwani. Miradi inayoendelea kutekelezwa kwa ajili ya kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam itahusisha ujenzi wa barabara na flyovers katika maeneo ya makutano mbalimbali ya barabara. Miradi hiyo ni kama ifuatavyo: ujenzi wa barabara za mabasi yaendayo haraka awamu ya 3 kutoka Maktaba mpaka Gongo la Mboto, ujenzi wa barabara za mabasi yaendayo haraka awamu ya 4 kutoka Maktaba hadi Moroko Mwenge, Tegeta Mwenge na Ubungo. Maandalizi ya kuanza ujenzi wa barabara ya mabasi yaendayo haraka awamu ya 5 kutoka Ubungo mpaka bandarini, barabara hii maarufu kama barabara ya Mandela, ambayo kwa hakika Mheshimiwa Mwenyekiti ni barabara iliyozidiwa sana na foleni. Makutano ya Tabata na Tabata Segerea, Tabata mpaka Kigogo na ujenzi wa flyover ya Tabata. Ujenzi wa flyovers 2 katika makutano ya Mwenge na Moroko, ambapo Wizara ya Ujenzi tupo katika majadiliano hatua ya mwisho na JICA ya kuweza kufadhili utekelezaji wa mradi huu. Tunakamilisha upanuzi wa barabara ya Ubungo hadi Kimara kutoka njia 6 na sasa inakwenda kuwa njia 8. Upanuzi wa barabara ya Mbagala Kongoe hadi Mkuranga kilomita 17.14 kutoka njia 2 zilizoko leo hadi njia 4 pamoja na daraja la Mzinga. Upanuzi wa barabara ya Mwai Kibaki kilomita 11.77, yani kutoka Moroko kupita Shoppers kwa Mwalimu Nyerere mpaka njia ya panda ya Kawe kilomita 11.77 kutoka barabara 2 zilizoko leo na kwenda kuwa njia 4. Na Mwenyekiti, naomba nirejee kidogo hapa. Kongoe tunajenga flyover. Watu wanaotoka Mtwara kuja Dar es Salaam hawakutani na watu wanaotoka Kigamboni kuja Dar es Salaam. Pale tuna kitu inaitwa flyover. Mama Samia hoye! Upanuzi wa barabara ya Kibaha Tamko kutoka njia 2 hadi njia 8 na ujenzi wa flyover kutoka eneo la Faya, Magomeni na Kamata.
Na sasa tuelekee mkoani Shinyanga ambapo mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mheshimiwa Mboni Mhita amefungua rasmi mafunzo ya elimu ya uraia, utawala bora na usimamizi wa rasilimali asilia yanayotolewa na Wizara ya Katiba na Sheria. Akizungumza kwenye ufunguzi huo, Mhita amesisitiza kuwa serikali inaweka mkazo katika elimu hiyo ili kuwajengea uwezo viongozi hao kutekeleza majukumu yao kwa kufuata sheria, uwajibikaji na kulinda maslahi ya wananchi. Bundara Shija ni mtendaji wa mtaa wa TANESCO katika kata hii Chamaguha ambayo ni makao makuu ya halmashauri. Kupitia mafunzo ambayo tumepewa na kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, kwanza tumeyapokea kwa furaha sana, kwa sababu tayari mambo mengi yamekuwa yakiingiliana sana. Kwa maana hiyo tumekumbushwa sana majukumu yetu kama watendaji, na kwa kweli haya tutaenda kuyafanyia kazi ipasavyo ili watu sasa tuweze kuwapokea na kuwaelekeza yale ambayo yanatakiwa. Tupende kutoa shukrani za pekee kwa mafunzo haya. Kiukweli tulikuwa wakati mwingine tunafanya kazi, tunatembea kwenda mbele, tunaona giza. Lakini kwa mafunzo haya tumepata mwanga. Tulikuwa na watendaji wenzetu ambao ni waajiliwa wapya, na hata sisi ambao tulikuwa tunakaa muda, kuna maswali tulikuwa tunashindwa kuyajibu. Lakini kwa huu mwanzo mzuri, tunaomba tuendelee kupata mafunzo haya. Hata kama sio kila mwaka, hata baada ya miaka miwili tuyapate haya ili kuweza kutukumbusha tunakaa katika jamii hizi tunazozihudumia. Naomba niwahakikishie kwamba elimu hii ya haki na wajibu inaenda kushuka mpaka kwenye vitongoji. Elimu ya demokrasia na utawala inakwenda kufikia viongozi wa vitongojini kwenye vitongoji vyote vya mkoa wa Shinyanga. Mada hii na uelewa mpana wa madaraka kwa umma, namna ambavyo kiongozi anatakiwa awe, tunaenda kuhakikisha kwamba viongozi, watendaji na wenyeviti kwenye vitongoji vyetu na vijiji vyetu ndani ya mkoa wa Shinyanga kwenye kata zote 130 wanaenda kupata elimu hii. Na kwa upande wake mkurugenzi msaidizi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wakili wa serikali Prosper Kisinini, ameeleza kuwa mpango huo unalenga kuwafikia viongozi nchi nzima ili kuwapa misingi ya kuzuia matumizi mabaya ya mali za umma. Leo tupo Shinyanga kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya uraia, utawala bora na ulinzi wa maliasili za nchi. Tunatekeleza jukumu hili kwa mujibu wa hati idhini ya wizara ambayo imetupa nafasi ya kuweza kufanya kazi hii. Inaelekeza kwamba tuweze kutoa elimu kuhusiana na masuala ya sheria kwa umma, lakini pia katika taasisi za serikali. Kwanza tunakutana na kamati za usalama mkoa, kamati za usalama wilaya, secretariat za mikoa, management za halmashauri, maafisa tarafa, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji na mitaa. Kwa hao ndio wahusika katika mafunzo haya. Mafunzo haya yamelenga kuwajengea uwezo watumishi wa umma kuhusiana na masuala ya utawala bora, lakini pia yamelenga kuwajengea uzalendo watumishi wa umma. Lakini pia mafunzo haya ni sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa dira. Naam, turejee jijini Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amewataka vijana nchini kuwa mstari wa mbele kuishi maadili mema ili kujiongezea nafasi ya kunufaika na fursa za maendeleo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa jukwaa la 5 la maendeleo ya vijana, amesema maadili ni msingi muhimu kwa mustakabali wa vijana na taifa kwa ujumla. Vijana nijuavyo mimi katika kuishi mpaka umri huu, maadili mema ni mtaji wa maendeleo. Sema, maadili mema ni mtaji wa maendeleo. Haya, niambieni, ni nani huyo mwekezaji atakayetaka kuwekeza kumwendeleza mtu asiye na maadili? Mtu ambaye fikra zake ni kuharibu tu. Na hapa ndipo ninapokutana na vijana wengi. Nguvu anazo, afya njema anayo ya mwili, unataka uwekeze kitu kwa ajili yake na yeye apate shughuli ya kufanya. Unajua yule wa fulani waliwekeza kawaliza.
Kwa fulani akaenda akawekeza kafanya ukatili wa kijinsia. Kwa fulani akaenda akawekeza akahamia mbali. Kwa fulani wakaenda wakekeza akaacha mke akapiga akaoa bila utaratibu mwingine, watoto katelekeza. Kwa fulani akaenda akajaribisha kakwapua sijui nini. Huyu akiwa sijui kijana alifanya kitu gani? Sivyo ukiangalia nzuri ya kielimu, lakini matendo ya maadili mabovu yanamuondoa mtu. Jukwaa hili leo linatimiza miaka 5 na mpaka sasa jukwaa hili limefikia takriban vijana 12,000 toka lilipoasisiwa rasmi. Jukwaa hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, linashirikisha makundi yote ya vijana kwa kuwapata katika njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza, Mheshimiwa Waziri, jukwaa hili linatangaza linki maalum ambayo vijana hao wanaomba kwa kujieleza, na wale ambao watakaopita wanachaguliwa kushiriki katika hili jukwaa. Njia ya pili ni vijana wanaowezeshwa na mashirika ya maendeleo ya jamii kusapoti vijana wao kuhudhuria katika jukwaa hili. Njia ya tatu ni kushirikisha ngazi za serikali za mitaa kupendekeza makundi ya vijana wanaonufaika na mikopo ya 442 kwa maana vijana, walemavu, wanawake na makundi maalum. Hizi ni njia ambazo tunazitumia kuhakikisha tunapata ushiriki wa. Naam, na taarifa hiyo kutoka jijini Dodoma inatupeleka moja kwa moja katika viwanja vya michezo, na katika michezo zaidi ya wanafunzi 7,000 wa sekondari na msingi nchini na walimu wa michezo zaidi ya 800 ambao wanatarajia kuwasili kuanzia Juni 7 mpaka Juni 30 kwa ajili ya mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amesema kuwa mashindano hayo yanatarajia kuanza mwezi Juni, ambapo mkoa wa Iringa umekuwa mwenyeji wa UMISETA na UMITASHUMTA kwa miaka 3 mfululizo. Iringa Kamwene, nichukue fursa hii kuwahabarisheni kwamba ni msimu mwingine tena wa mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA, na mkoa wetu umepewa heshima ya kuwa mwenyeji wa UMITASHUMTA na UMISETA kwa miaka 3 tangu mwaka 2025, na mwaka huu sasa mashindano haya yanakwenda kuanza tarehe 7 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 6. Mashindano haya yatakapoanza yatajumuisha ya shule zetu zote za msingi Tanzania nzima, lakini pia mashindano haya yatashirikisha shule zetu za sekondari Tanzania nzima, kwa maana msingi ikiwa ni UMITASHUMTA na sekondari ikiwa ni UMISETA. Matarajio ni mkoa wetu utapokea vijana wana michezo kutoka nchi nzima zaidi ya wanafunzi 7,000 na viongozi wa shule pamoja na wanamichezo zaidi ya 800. Ni matarajio yetu kwamba uwenyeji wetu utakuwa na faida kubwa sana kwa michezo yenyewe, lakini kwa wananchi wa mkoa wetu wa Iringa. Sisi wana Iringa tunawakaribisha sana wanamichezo kutoka Tanzania nzima katika mkoa wetu. Tunawahakikishia huduma bora ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya wanamichezo na wanafunzi wote watakuwa hapa, lakini kipekee tunawahakikishia hali ya usalama wa kutosha kwa wanafunzi, walimu na wadau wote wa michezo ambao watakuwa sehemu ya mashindano hayo katika mkoa wetu. Mwisho kabisa ni waombe wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa. Mkoa wa Iringa ni mkoa wa usafi, ni mkoa wa usalama, ni mkoa wa huduma bora. Tuhakikishe vitu hivi vyote vinaonekana kipindi chote ambacho wageni hawa watakuwa kwenye mkoa wetu. Hatuna mashaka kwamba uwenyeji wetu kama wenyeji wa mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA tutachochea biashara, tutachochea huduma, umoja na mshikamano, lakini itakuwa ni fursa ya burudani kupata nafasi ya kuona ni namna gani vijana wa Tanzania wanaandaliwa kushika hatamu katika michezo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Mkoa wa Iringa tuko tayari kwa ajili ya UMITASHUMTA, tuko tayari kwa ajili ya UMISETA. Tanzania inakaribishwa Iringa. Asanteni. Kwa upande wake, afisa utamaduni na michezo mkoa wa Iringa Steven Sanga amesema kuwa mkoa wa Iringa tayari wamemaliza mashindano ngazi ya mkoa na sasa wameweka kambi ya UMISETA na UMITASHUMTA katika shule ya sekondari ya Kleru. Lakini sisi kama mkoa wa Iringa tayari tulikwisha kumaliza mashindano kwa ngazi ya mkoa na sasa hivi tupo kambini. Kambi letu la michezo ya UMISETA na UMITASHUMTA linafanyika katika shule ya sekondari Kleru, na tumekuwa na ratiba ya masomo na michezo. Kwa hiyo vijana wanaamka asubuhi, wanafanya mazoezi, saa 3:30 wanaingia darasani, wanasoma hadi saa 8. Saa 8 wanatoka, wanaweza kupata chakula cha mchana na baadaye wanarejea tena kwenye awamu ya pili ya mazoezi ambayo inakwisha saa 12 jioni. Na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka hapa Matukio Daima, lakini kabla ya kutamatisha tupate kwanza muhtasari wake.
Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na mkoa wa Iringa na chuo cha Mkwawa waandaa wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayoanza Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa hadi saa 10 jioni. Na ili kufanikisha jambo hili, ofisi ya mkuu wa mkoa imekiteua chuo kishiriki cha elimu Mkwawa MUSE kuratibu maadhimisho hayo, na ufunguzi wa maadhimisho hayo utafanyika siku ya tarehe 2 Juni 2026 katika viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Wizara ya Ujenzi yaahidi kupunguza msongamano kwenye majiji kupitia mradi mkubwa, yaomba bajeti ya trilioni 2.5. Lengo ni kuboresha mfumo wa usafiri mijini, kuongeza tija ya kiuchumi na kuinua ubora wa maisha ya wananchi. Utekelezaji wa miradi katika maeneo hayo ni kama ifuatavyo. Waziri Dr. Dorothy Gwajima awasisitiza vijana kuwa hakuna maendeleo bila maadili mema. Maadili mema ni mtaji wa maendeleo. Sema maadili mema ni mtaji wa maendeleo. Na katika michezo, mkoa wa Iringa kuwa mwenyeji wa mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA. Sasa kuwahabarisheni kwamba ni msimu mwingine tena wa mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA. Na mkoa wetu umepewa heshima ya kuwa mwenyeji wa UMITASHUMTA na UMISETA kwa miaka mitatu tangu mwaka 2025, na mwaka huu sasa mashindano haya yanakwenda kuanza tarehe 7 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 6. Na mtazamaji, tukushukuru kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Rehema Salim. Nikutakie usiku mwema. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu. Tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.